Kipindi chako pendwa cha mtaani kwako, sasa tunakuletea toleo maalum la kura yako mtaani kwako. Tunakuletea kampeni motomoto za wagombea udiwani kutoka katika kila kona ya nchi, ambapo utaweza kutazama sera zao, kusikiliza maoni ya wananchi na kufahamu undani wa hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Ungana na Margaret Malisa pamoja na maripota wetu walioko katika kila kona ya nchi wakikuletea picha halisi ya uchaguzi mkuu moja kwa moja kutoka mtaani kwako. Kutoka hapa mjini Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Nikikuhabarisha kutoka hapa mkoani Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Kutoka hapa mkoani Lindi, mimi ni Ahmad Nandondo. Kutoka hapa kwa Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Ni kila siku ya Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumapili saa 3:30 asubuhi na saa 2 kamili usiku. Mtaani kwako, kura yako, sauti yako. Ni hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Habari, karibu katika kipindi cha mtaani kwako, kipindi ambacho ni mahususi kwa ajili ya kukuletea habari mbalimbali. Katika kipindi cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu, kipindi cha mtaani kwako kitamulika kura yako, mtaani kwako, sauti yako. Mimi ni Margaret Malisa na tutaanza na mkoa wa Pwani. Hapa ni katika kata ya Misugusugu, mtaa wa Kalabaka. Tutazungumza na wananchi hapa na baadaye tutazungumza na mheshimiwa mgombea udiwani wa kata hii ambaye atatueleza kwa kina nini hasa kimemsukuma kuwania nafasi hii ya udiwani katika kata ya Misugusugu. Tutazungumza na wananchi hapa katika kijiwe cha bodaboda katika mtaa huu wa Kalabaka. Namuona kwa mbali sana hapa mwenyekiti wa serikali za mtaa katika mtaa huu wa Kalabaka. Mwenyekiti, Aisha, karibuni sana. Asante. Naona unakula machungwa. Bwana, niko hapo kwenye matunda. Najua tena wananchi na sisi ndio wapenda sana matunda. Mwenyekiti, tunaangazia kuhusiana na kampeni za uchaguzi mkuu. Nimefurahi kukuona hapa. Okay. Labda ungetupa mawili matatu. Wewe ni mwenyekiti lakini pia wewe ni mwananchi wa mtaa huu wa Kalabaka. Una neno gani kuzungumza kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025? Karibu sana. Kampeni zetu ni nzuri. Hizi kampeni nzuri kwa sababu zimepoa. Hakuna kampeni ya fujo. Kila chama kinajitokeza na kinatoa sera zake. Kwa hiyo inafika mahali, yani kwa sisi wananchi tunaangalia tu chama gani ambacho kinatoa sera nzuri, basi itakapofika Oktoba tukichague. Na kila chama kinatoa sera kwa ajili ya wananchi angalau wafahamu ni nini watakachokifanya baada ya uchaguzi kama endapo watachaguliwa. Basi na sisi tulikuwa tunasema kwamba angalau yale wanayaahidi viongozi yani wa chama kama wakiahidi katika sera zao, basi zile sera zitekelezwe. Kama watachaguliwa, zile sera zitekelezwe. Wanaweza katoa sera alafu baadaye zile sera hazitekelezeki. Tunachoomba huu uchaguzi uje, wachague tutakaowachagua, watu malizie hizo changamoto ambazo zipo. Mabarabara ni mabovu kama hivyo unavyoona. Hii ni barabara ya zamani, lakini na pokuwa kule kuna jamu, huko tunatimuliwa sana vumbi. Kwa hiyo tunahitaji hao viongozi watakaokuja watupatie japo lami na lami, maana vumbi linakula sana. Kitu pekee ambacho nachopenda kuambia wananchi wa Tanzania, tarehe 29 Oktoba 29 waje waamke kwa ujumla, tukapige kula. Nchi yetu, serikali yetu imetuahidi amani na usalama. Tusisikilize habari za mitandaoni, tusisikilize watu wanakuja kutushawishi vitu ambavyo vya ajabu. Huyu ni mgombea udiwani wa kata hii ya Misugusugu. Karibu mheshimiwa, utueleze nini hasa kimekusukuma kugombea nafasi ya udiwani katika kata hii ya Misugusugu. Karibu. Mimi msukumo wangu mkubwa ulikuwa, kwanza kama kijana nina nguvu ya kuipigania kata yangu, lakini pia kuwakilisha mawazo ya vijana wenzangu katika kuhakikisha tunaleta maendeleo chanya kwenye jamii yetu. Mimi niseme na niwaombe sana wananchi wangu mimi katika kata hii wamesema wao wanataka kuona maendeleo, wanataka kuona maendeleo chanya kwenye kata yetu, na wametoa ahadi katika chama chetu kwamba watakichagua Chama cha Mapinduzi katika level ya uraisi, katika level ya ubunge na udiwani. Lakini pia ni wasihi, sio tu kwenye kata hii, majimbo yote ya Tanzania nzima, kata zote za Tanzania nzima na nchi yetu, wananchi waende wakaipigie kura
chama chetu cha Mapinduzi na kuipigia kura ilani yetu. Ilani yetu imenyooka na inaonyesha kabisa chama hiki kina nia thabiti ya kuleta maendeleo chanya kwa wananchi wake. Tuna hakika maendeleo ni mengi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kilio kikubwa cha vijana hapa nchini ni swala zima la ukosefu wa ajira. Utaenda kufanya nini kuhakikisha vijana wanapata ajira, hasa vijana wazawa? Labda unaenda kufanya nini, ahadi yako kwa vijana sasa ukiwa kama kijana mwenzao na mheshimiwa mdiwani mtarajiwa? Karibu. Yaani vijana wa katika kata yangu wazawa na wanaokuja wote wanakaribishwa. Mimi ninachoenda kukipambania ni kuhakikisha maslahi mazuri ya vijana katika viwanda vyetu, lakini wazawa wanakuwa considered, priority inakuwa ya kwanza kwao. Lakini pia niseme lengo langu ni kuona wawekezaji wanatoa maslahi mazuri kwa vijana pia, kwa sababu bila wafanyakazi, bila vibarua, bila watu wenye mikataba katika viwanda haviwezi kuzalisha. Kwa hiyo tumetengeneza namna nzuri na tunaenda kutengeneza kamati itakayojadili maslahi mazuri ya watu wa viwandani. Lengo, uchaguzi unaokuja yawe yametimia yale wananchi wanayoyataka. Mimi ni sehemu ya vijana, kwa hiyo kupigania maslahi yao ndiyo kipaumbele changu cha kwanza. Lakini hapa tunavyozungumza tayari ziko baadhi ya mikakati na njia zimeshafanyika katika kuhakikisha wazawa wanapewa ajira za kutosha katika viwanda, lakini pia wanaokuja, kwa sababu viwanda vilivyopo hapa ni vingi, wazawa hawatoshi tu, lazima tukubali kupokea wageni pia. Asante sana mgombea na kutakia kila laheri katika uchaguzi mkuu huu 2025. Mimi nawashukuru sana, lakini pia muambie wananchi, nchi hii ina amani ya kutosha, nchi hii imenyooka, na tunaomba tarehe 29 wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Nawashukuru sana. Naam, mpenzi mtazamaji wa Channel 10, huyo alikuwa diwani, mgombea udiwani wa kata hii ya Misugusugu, akijinasibu moja kipaumbele chake kwamba ni kuhakikisha vijana katika kata hii wanapata ajira katika viwanda vilivyoko katika kata ya Misugusugu. Sisi ni wananchi wa mtaa huu au kata hii ya Misugusugu, lakini tukiamini kwamba diwani tuliokuwa naye hapa ndugu Ali Mwinyi Simba, tuna imani naye atatuletea maendeleo ya kutosha, kwa maana ni kiongozi ambaye ameahidi mambo mengi kwa sisi vijana, kuhakikisha ajira kutoka viwandani, lakini pia kusimamia maslahi mapana ya vijana. Akiaminisha kwamba tutahakikisha mikopo ambayo halmashauri na serikali kuu kiujumla kwamba atasimamia kwa uzuri zaidi, kuamini, kuhakikisha tunaipata kwa asilimia, na vile vile kutoa elimu, ameahidi kutupa elimu ya namna gani ya kwenda kuifanya kazi mikopo hiyo. Tuna imani naye na tunaamini ni mchapakazi, kijana mwenzetu ambaye tuna uwezo wa kumfikia, tunaweza kumweza shida zetu, na ameahidi hilo. Sisi kama vijana tunampa 100% na tunaamini tutaenda kumpambania kuhakikisha anapata kura za kishindo, lakini si yeye peke yake, mheshimiwa mbunge na rais kwa jumla. Kwa jina naitwa Selemani Bakari Selemani, ni mkazi wa kata ya Misugusugu iliyopo Kibaha Pwani. Sisi kama vijana tunaendelea kuhamasisha Oktoba 29 kujitokeza kwa wingi, na tupo mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunakwenda kutiki na amani na kuwepo ndani ya Tanzania hii. Mtazamaji, baada ya kusikia maoni ya wananchi katika kata ya Misugusugu, pia mgombea udiwani wa kata hii alivyonadi sera zake, lakini pia kutoa ahadi kwa wananchi kuhusiana na atakapopata ridhaa ya kuongoza kata hii, tunasonga mbele na kuchanja mbuga kwenda kushuhudia mkutano wa kampeni katika kata ya Soga, jimbo la Kibaha vijijini. Karibu tuendelee kutufuatilia ili uweze kufahamu zaidi nini hasa kimejiri katika kata ya Soga, jimbo la Kibaha vijijini. Baada ya kutupa kura, tuwasieni dhamana. Sisi kama sisi tunafanya kazi ya kuleta maendeleo katika kata ya Soga. Sisi mwe. Kata ya Soga
Nataka tarehe 29 msishindane kwa vijana wa hamasa, nataka mshindane kwenye boksi la kura. Sawa? Kwanza pole na uzinduzi huu. Wananchi wamesikia sera na mipango mbalimbali ya Chama cha Mapinduzi. Kuna kero ambazo zimeainishwa. Wananchi wamesema kuna kero ya kituo cha afya, lakini pia kuna kero ya barabara. Wewe utakapopata nafasi ya kuongoza tena kata hii, utaanza na nini? Asante ndugu mtangazaji, kwanza nashukuru Mungu kwa kuweza kufika kwenye tukio hili, na ni tukio kubwa kidogo, tukio lina historia, linakuja kwa wakati maalum. Ni tukio ambalo kuna wakati linajitokeza pengine kila baada ya miaka mitano. Si tukio ambalo linakuja mara kwa mara, ni tukio ambalo linakuja, umeona wana CCM, wananchi wa kata ya Soga walivyofurahi na kuweza kufika kuona viongozi wao ambao wajao ambao wanakwenda kuwachagua tarehe 29 Oktoba 2025. Na kimsingi lakini tumeainisha mengi, lakini pia zipo kero nyingi kwa sisi kata ya Soga. Mimi kama John kata ya Soga, ili kuna mambo mengi tumeyafanya, lakini kwa sasa kipaumbele ni barabara. Na tunazo sababu ya kuainisha kwa nini barabara. Barabara inarahisisha usafiri na usafirishaji. Lakini barabara pia inakaribisha wawekezaji. Tunaamini kwamba kutakuwa na wawekezaji wengi wanaokwenda kuondoa changamoto ya ajira. Kwa hiyo pili pia tunafanya pia barabara kwa sababu pia inaweza kuwasafirisha wagonjwa kutoka vituo vyetu vya kata zetu, zahanati za kata kwenda katika hospitali ya wilaya. Kwa hiyo tunaamini barabara kwetu itakuja kufungua mambo mengi ambayo tunaamini kwetu, na ndio maana tumeipa kipaumbele barabara. Pamoja tuna changamoto pia ya kituo cha afya, lakini tunaamini tukiwa na barabara hata material na ujenzi wa kituo cha afya utafanyika kwa haraka kwa sababu hakuna kukwama. Ndio maana tumeweka kipaumbele barabara. Kabla ya hapa ulikuwa tayari ni diwani na sasa unaomba tena. Nini hasa ambacho unaweza wananchi yani wakuamini tena, kwa sababu hii miradi ilikuwepo, miradi ya barabara, kituo cha afya ilikuwepo. Sasa unawaahidi nini? Katika kipindi hiki cha barabara, katika kipindi cha miaka mitano tulitekeleza barabara kisi kwa kiwango cha lami. Tulitekeleza kilomita 21 kwa kiwango cha changarawe. Na ni kwa mara ya kwanza kata hii tunajenga barabara kwa kiwango cha changarawe. Tulitekeleza pale kutoka Vipuge mpaka kijiji cha Misuzini hadi Ngeta, kata ya Kikongo, kilomita 21. Tulitumia zaidi ya milioni 960. Lakini pia tulitekeleza barabara hii ya Soga Kongowe kilomita 16.5, tulitumia milioni 500. Lakini pia tumetekeleza kilomita 10 kutoka Soga kwenda kwa Mnemela, milioni pia 500. Kwa hiyo utaona jinsi gani sio kwamba tukutekeleza. Tulitekeleza kwenye barabara lakini haikuwa kwa kiwango cha lami. Tunazungumzia hapa tumeipa kipaumbele kwa kiwango cha lami kwa sababu mwanzo barabara ilikuwa ina mashimo, barabara ilikuwa haijakaa sawa. Tuliamua kuweka kwa kiwango cha changarawe, tulijenga makaravati ili kuiweka katika muonekano watu waweze kufika na kurudi. Leo Soga inafikika. Mwanzo ilikuwa haifikiki. Mvua ikinyesha ilikuwa ni changamoto, mashimo ya maji yalikuwa makubwa sana. Kwa hatua ya kwanza tunamshukuru Daktari Samia alitupatia hizo fedha, ni fedha nyingi. Kwa mara ya kwanza zaidi ya bilioni 2 hiyo imeingia kwenye kata, tulitekeleza katika miradi ya barabara. Kwa hiyo tulitekeleza. Yaani hiki tumeipa kipaumbele ni muendelezo ile ya kipindi cha awali. Kipindi cha miaka mitano tulitekeleza kwa kiwango cha changarawe, tulizipandisha barabara zetu kwa wazi kutoka kwa kiwango cha vumbi kutengeneza kwa kiwango cha changarawe. Leo tumeanza harakati ya kuipandisha barabara yetu kutoka kiwango cha changarawe kwenda kiwango cha lami. Wananchi wengi wanakuwa hawajui hivi barabara zina viwango vyake. Hausemi tu unakwenda kujenga lami. Vigezo na masharti ya hiyo barabara kufikia kwenda kujenga lami, je, imetimia? Tunaufanya ni kuitoa. Tunataka tuipandishe kutoka kwenye TARURA iende kwenye TANROADS ili ikizi ipate bajeti kubwa, kwa sababu hii imefanywa usanifu inahitaji bilioni 20. Ni hela nyingi kidogo. Ukiangalia kwa bajeti ya TARURA wilaya inayopokea ni hela ndogo, haiwezi kwenda kujenga lami. Kwa hiyo sisi tumeanza hizo harakati ya kuipandisha kutoka katika kiwango cha changarawe iende kiwango cha lami. Na tumeanza hiyo mipango. Ndio maana umeona wamekuja watu wameshapima, wamefanywa usanifu, umetambua umbali kilomita 16, umetambua mahitaji, tunahitaji bilioni 20. Wanayo serikali kuu, yani ipo kwenye landama za serikali kazi zilizofanyika. Kwa hiyo unaona hizo muendelezo ni harakati zangu za miaka mitano zinakwenda kuendelea kwenye miaka mitano hii ijayo. Si kipaumbele kipya, ni muendelezo wa miaka mitano iliyopewa awali. Mtazamaji, mara baada ya kuangazia mkoa wa Pwani katika majimbo mawili tofauti, sasa ninakupeleka katika mkoa wa Tanga, jimbo la Tanga mjini. Hapa tunakutana na Raya Kipingu ambaye atatujuza nini hasa kimejiri katika jimbo lake la Tanga mjini.
Karibu Raya. Asante Margaret Malisa. Hapa kwa mkoa wa Tanga, nipo katika jimbo la Tanga mjini ambapo nimetembelea katika kata ya Mwanzange. Nimekutana na mgombea udiwani kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA ambaye atakwenda kujitambulisha tuweze kusikia namna gani ana vipaumbele kupitia sera za chama hicho. Vipaumbele vyangu, cha kwanza nitahakikisha tunajenga hospitali ambayo kuwa inaleta huduma ndani ya masaa 24, lakini katika hiyo hospitali nitahakikisha wazee wakiwa wanatibiwa bure wanapata dawa bure, na pia isitoshe hata wakina mama wanahakikisha pindi wakifikia wakati wa kwenda kujifungua wanatakiwa tu wabebe zile nguo za kwenda kujistiri, lakini nitahakikisha wanapata vifaa vyote pale pale. Wao cha kwao kikubwa zaidi wabebe tu nguo za kwenda kujistiri. Kupitia changamoto hii ya mikopo ya 10% ambayo umesema umeona kwamba haiwafikii vijana kwa 100% kubwa, wewe sasa ukiwa kama mgombea udiwani katika kata hii ya Mwanzange, umejipanga namna gani kuhakikisha kwamba hawa walengwa ambao ni vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum kwa maana wenye ulemavu, wewe umejipanga vipi sasa kuhakikisha kwamba ukweli wanafikiwa na wanaweza kuchukua hiyo mikopo, wanajiunga kama ni kwenye vikundi ili waweze kujiinua kama ambavyo inatakiwa? Cha kwanza ambacho kuwa nitakachoweza kukifanya, kwanza nitahakikisha pindi wameshanipa ridhaa, nikisha tangazwa tu kuwa tayari ni mwenye diwani wa kata hii, nitawaita wakiwa wanaweka vikundi vyao. Ndani ya vile vikundi kutakuwa na mwenyekiti, watakuwa na mweka hazina na watakuwa na wajumbe wao. Sawa. Kwa hiyo pale nitapokuwa nimeita vile vikundi, nitahakikisha kuwaambia waandike barua ya maombi. Ile barua ya maombi nitakwenda mpaka kwa mtendaji. Mara baada ya kuzungumza na mgombea udiwani kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA hapa katika kata Mwanzange, lakini pia nimempata mgombea udiwani kupitia Chama cha Mapinduzi CCM hapa katika kata ya Mwanzange ambaye anakwenda kuelezea vipaumbele vyake kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ya mwaka huu. Inakwenda kutekeleza swala la elimu, inakwenda kuonyesha swala la miundombinu ya barabara, mifereji, masuala ya sekta ya afya, masuala ya ajira. Kwa hiyo hayo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi mimi ndio ninaokwenda kuinadi, lakini pale ambapo wananchi watanipa ridhaa maana yake nakwenda kuisimamia. Vipi hasa wewe utaviweka vipaumbele ili kuweza kuwafikia wananchi kwenye miradi hiyo ambao wanahitaji? Miongoni mwa miradi ambayo imeletwa ya kimkakati mikubwa miwili na hii iko ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza ni ujenzi wa soko la kisasa Mgandini pale. Serikali imeingiza fedha bilioni 34 na milioni 900. Wa shule ya gorofa, shule ya msingi Martin Shamba pale, pana zaidi ya milioni 300 zimewekezwa pale, ujenzi umeshaanza. Kwa nakwenda kuongeza nguvu kusimamia ili tuhakikishe watoto wanaingia darasani. Nao baadhi ya wananchi wakaeleza mtazamo wao kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Kwa majina naitwa Rajabu Sefu Juma, ni mkazi wa Majengo C, kata ya Duga. Kuelekea uchaguzi mkuu 2025, sisi kama wananchi tumejipanga kwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba kwenda kumchagua rais ambaye anaweza kutuongoza sisi kama wananchi, kumchagua diwani, kumchagua na mbunge. Lakini vile vile sisi kama wananchi tumejipanga kwenda kuchagua chama ambacho tunaona kinaenda kutuletea maendeleo ndani ya nchi yetu. Kwa mkoa wetu wa Tanga, kwa jiji la Tanga, tumeona bandari yetu imeongezwa, tumeona movement zimeongezeka ndani ya mji wetu, tumeona miradi mbalimbali, barabara, tumeona taa za barabarani. Lakini ukiacha hivyo, ukienda kwenye swala la afya, tumeona hospitali, vituo vya afya vimeongezeka. Ukienda kwenye mashule, madarasa yameongezwa na bado wanaendelea kuongeza. Kwa hiyo imani yetu, tunaamini tuko tayari na tumejipanga kwenda kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 wa mwezi wa 10, tumejipanga kwenda kumchagua kiongozi ambaye tunaona atatufanikishia miradi yetu mbalimbali. Imani yangu kuelekea uchaguzi mkuu, tutamchagua kiongozi ambaye anaona ni bora, ambaye anaweza kutekeleza miradi mbalimbali. Inabidi Watanzania tusimame, ukweli tuongee. Basi baadhi mambo madogo madogo turidhishe hata sisi. Umeona? Tuone kweli demokrasia inafuatwa. Ile tabani serikali yetu iliyokuwa madarakani ingefanya tu uchaguzi kwa uhuru na haki. Watu ni watu walikuwa wanastahili kugombea, baadhi ya vyama vya upinzani wangeachiliwa uhuru wakatimiza jukumu lao kama Tanzania. Alafu Mungu akipenda masanduku ndio ingeamua.
Asante sana Raya Kipingu kutoka mkoani Tanga, jiji la Tanga mjini. Mtazamaji, na kupeleka sasa moja kwa moja kwa Pendo Salu kutoka kule mkoani Tabora, jimbo la Tabora mjini. Karibu sana Pendo Salu. Asante sana Margaret Malisa. Hapa mkoani Tabora, kipindi cha Kura Yako Mtaani Kwako kimeangazia katika jimbo la Tabora mjini, ambapo nimepata wasaa kuzungumza na mgombea ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo jimbo la Tabora mjini, Hamisi Bahanga, ambaye ananadi sera zake na kueleza vipaumbele vyake endapo wakazi wa jimbo la Tabora mjini watampa ridhaa ya kuwa mbunge wao. Na pengine sasa ukipata ridhaa ya kwenda kuwawakilisha wakazi wa jimbo la Tabora mjini, ni nini hasa kipaumbele chako? Mimi nitahakikisha tunapata viwanda ndani ya miaka miwili, pata viwanda viwili hapa jimbo la Tabora mjini. Lakini sio vijana tu, tunao kina mama. Hawa kina mama ni watu ambao wanajishughulisha na shughuli zao ndogo ndogo, lakini tunasema ni wajasiriamali. Hawa wanatakiwa wawezeshwe. Tabora nikikwambia ndugu mtangazaji, pana shida. Leo kuna mikopo ilikuja ile ya 10%. Mikopo ile haijipafikia wananchi, hususan hao vijana na kina mama. Sasa mimi nitakapokuwa mbunge wa jimbo la Tabora mjini, miongoni mwa vitu ninavyokwenda kuvisimamia na nitatekeleza nihakikishe na vifanya ni kuhakikisha kina mama wajasiriamali wanapata mikopo kwa muda muafaka. Vipo vikundi vyao, watatengeneza vikundi vyao na watakuwa tayari vikundi vyao vikiwa halali, vimetambulika kwa mujibu wa sheria. Wanatakiwa wapate mikopo waweze kujinyenyua. Hospitali yetu ya mkoa wa Kitete tunaita hospitali ya rufaa. Ile hospitali ya rufaa pana shida kubwa, na nina imani wewe ni mwandishi, unafika maeneo yale, changamoto unazikuta. Mpaka leo hii unavyoona, ikitokea bahati mbaya kijana wa bodaboda amepata ajali, aidha amevunjika mkono, amevunjika mguu mara mbili, basi hapo hatakuwa na uwezekano wa kupata matibabu. Shida inakuwa ni nini? Je, ni vifaa tiba ambavyo tumevikosa hospitali ya rufaa mkoa wa Kitete, ama hatuna maspecialisti? Baada ya kusikiliza sera za mgombea wa ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo hapa jimbo la Tabora mjini, tunapata wasaa kumsikiliza pia mgombea wa udiwani kata ya Kiloleni kupitia chama hicho cha ACT Wazalendo. Naye ni kijana, ana mengi ya kutueleza. Hebu tumsikiliza tuweze kusikia ni nini hasa kipaumbele chake. Kwanza kabisa, kuna vitu vilivyofanya vinisukume mpaka kuwa mgombea wa udiwani katika kata ya Kiloleni. Mimi ni mzao wa kata ya Kiloleni. Kwa hiyo changamoto za Kiloleni nyingi nazijua pasipo kuuliza kwa mtu yoyote ule. Ni nini hasa changamoto kubwa ambazo zinawakabili wananchi wakazi wa kata ya Kiloleni ambazo zitakuwa kipaumbele kwako kwenda kuzitatua? Kwanza kabisa tutajikita kwenye miundombinu ya barabara. Kiloleni ni kata ambayo inafikia hatua kipindi cha masika kata inagawika. Kuna baadhi ya wakazi inakuwa shida kutoka kwenye majumba yao, na kama atatoka basi kwa sababu tu imemlazimu na lazima atoke akashikilia viatu mkononi. Nitakwenda kujikita kabisa kwenye huduma ya wajasiriamali, kwa mfano kina mama soko. Kiloleni tuna soko ambalo ikifika asubuhi wamama wanajitwisha mizigo kwenda kwenye soko, ikifika jioni wanajitwisha tena mizigo kuanua kurudi nyumbani, na maana wanakuwa kila siku wao wanasafiri. Pia nitakwenda kujikita moja kwa moja katika zoezi zima la elimu. Kiloleni tumebahatika kupata shule moja tu ya msingi, lakini hatuna sekondari. Tunatumia shule ya sekondari Fundikira. Kwa hiyo tutaenda pia kupambana kuona tunawezaje kulifanikisha hilo, tuweze kupata pia shule ya sekondari. Baada ya kuwasikia wagombea, mgombea ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo hapa jimbo la Tabora mjini, lakini pia mgombea wa udiwani kata ya Kiloleni kupitia chama hicho cha ACT Wazalendo, wananchi wa Tabora mjini lakini na kata ya Kiloleni wanazungumziaje matumaini yao na imani yao kwa wagombea hawa? Kama sisi wafanya biashara wasitusahau, tukishawachagua wawe na ile ya kuzungumza kwamba wale vijana kulingana na jinsi ambavyo walitupa kula panatakiwa tuwatendee haki. Hakuna mkopo ambao mimi kwa mfano kama mimi nimeshawahi kupata. Hakuna sharti ambalo nilishawahi ni kama kipindi cha nyuma tulijiandikisha hapo tukaambiwa kuna mikopo inakuja, lakini mpaka leo tujaiona. Watuangalie na sisi wafanya biashara wadogo wadogo angalau na hiyo mikopo tu tuipate. Mbivu na mbichi zitafahamika Oktoba 29 ambapo wananchi watakwenda kufanya maamuzi yao. Kutoka hapa Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10.
Asante Pendo Sal kutoka hapo katika mkoa wa Tabora, jimbo la Tabora mjini. Sasa moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo ni jiji la heka heka. Hapa tunakutana na Ahmad Nanonde katika jimbo la Segerea na jimbo la Kivule. Nanonde, hebu tujuze nini hasa kimejiri katika jimbo la Segerea na jimbo la Kivule? Karibu. Asante sana Margaret Malisa. Leo hii nipo hapa katika eneo la Vingunguti, kata ya Segerea, jijini Dar es Salaam, tukiendelea kuzunguka katika kila jimbo. Lengo ni kukupa taarifa juu ya kile kinachoendelea katika kampeni mbalimbali zinazoendelea hapa nchini. Yupo Agnes Lambert Kaiza, yeye ni mgombea katika jimbo la Segerea hapa jijini Dar es Salaam. Yupo katika eneo hili la Vingunguti na lengo na nia hasa ni kuja kuziuza sera zake kuelekea katika uchaguzi mkuu ambao umebakiza siku chache tu kwenda kufanyika. Nazungumzia tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu, na kwenda kuzungumza na wananchi kuona ni namna gani ambavyo wamempokea mheshimiwa mgombea wao, ambaye yeye baadaye kidogo pia nitazungumza naye ili kujua ana sera zipi. Kwa jina naitwa Maimuna Salumu Komba. Nategemea atashinda. Nini hasa kimekupelekea wewe uamini kwamba wewe mama atashinda? Yuko vizuri. Kwenye nini? Asema yuko tu vizuri. Mama ameshindwa kufunguka. Eleze wa Tanzania labda pengine ni yapi matarajio yako kwa mama? Sisi matarajio yetu makubwa, tunataka mabadiliko kidogo. Kwa hiyo tuna imani mama kwa sasa kwa sera zake na mambo yake anatueleza, inawezekana tunaweza tukapata maendeleo kupitia jimbo letu hili la Segerea kwa kweli. Sera zake umewahi kuzisikiliza labda pengine, na nini hasa ambacho amewaahidi? Sera zake nyingi, anatuambia vijana tusipate shida sasa wa Vingunguti. Ajira zitakuwa nje sana, kutakuwa mabadiliko mengi, Vingunguti itakuwa kama Ulaya anavyodai mwenyewe. Ataipamba ipambavyo ili ing'ale zaidi kwa kweli. Asante sana. Jina lako nani? Naitwa Juma Omar Mzee Zombe. Asante sana. Akina mama wa Kitanzania wote bila kujali itikadi za vyama vyao, ninakwenda kuwatua ndoo kichwani kwa maana ya kuwaletea maji safi na salama. Sio kwa ajili ya pesa yake, kodi ya kwako wewe na kwangu mimi. Rais akaamua itendee haki, amtoe mwanamke ndoo kichwani, tupate maji masaa 24. Ndugu zangu nisikilizeni, wakati mwingine tusihangaika kuihukumu serikali, mnanielewa? Wala tusihangaika kumhukumu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo za shule zinamalizika wenyewe kwa wenyewe wakati wa Vingunguti. Mkinichagua kuwa diwani ya kata Vingunguti, tutaitisha mikutano ya wazazi katika shule za Vingunguti kwenda kuzitatua changamoto, kero za watoto wetu za kutoa shilingi 1000 katika kata Vingunguti. Oktoba 29 mnichague kwa hili mizozi ili niweze kwenda kusimamia kero hizi za watoto wetu mashuleni. Ikifika Oktoba 29, mumchague dada yetu Agnes Lambert awe mbunge wa jimbo la Segerea, aweze kwenda kusemea na aweze kutatua kero zetu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natoka maeneo haya ya jimbo la Segerea naelekea katika jimbo la Kivule, jimbo jipya kabisa miongoni mwa majimbo 8 ambayo tume huru ya uchaguzi mwaka huu yameyatangaza. Hapa nakwenda kukutana na Zainab Ham Abdul, mgombea ubunge kupitia jimbo la Kivule kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF. Tarehe 29 tukawaambie ndugu jamaa na marafiki ya kwamba tumepata mbunge ambaye ni kijana, ambaye ni yuko makini, lakini pia ambaye yuko mgangari na ana nguvu na anatosha kwenda kutuwakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nina imani kwa pamoja tunaweza, na mimi nimesimama imara kuleta mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo naomba mniunge mkono na mniamini na mnitume niende nikawakilishe jimbo letu. Hakika safari ya maendeleo inaletwa na mimi na wewe. Niseme tu, hata mkitazama sehemu za
ajira, mtazame sehemu gani mtu ambaye hana ulemavu yani amekuwa akinyanyapaliwa, wakisema huyu ana ulemavu ataweza kufanya chochote, huyu hivi. Jamani, tunapata tabu. Hili nalizungumza jioni ya leo, hata Mungu anasikia. Asante sana Ahmad Nanonde kutoka jimbo la Segerea na jimbo la Kivule. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya Ahmad Nanonde kutoka katika jiji la Dar es Salaam, ndiyo inatupeleka tamati ya kipindi hiki. Ukumbuke leo tulikuwa tukiangazia mwenendo wa kampeni. Umewasikia wagombea wa nafasi mbalimbali katika vyama tofauti tofauti wakinadi sera zao. Pamoja nami nilikuwa na Raya Kipingu kutoka mkoa wa Tanga, lakini pia Pendo Sal kutoka mkoa wa Tabora na Ahmad Nanonde. Mimi ni Margaret Malisa. Endelea kutazama vipindi vingine hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa.